Ukipita njia hii kuna maji mengi sana, hivyo utasumbuka sana kufika unakokwenda. Ila ukipita njia hii utazunguka kidogo, ila hutasumbuka kufika Mataya. Asante kakaangu, nimekuelewa. Asante kwa kunielewa, ila wakati mwingine usiulize kabla ya kusalimia. Unaweza kwenda. Asante. Kwangu mimi wewe sio mgeni. Mtoto mdogo mwenye ndoto nyingi, unaofanya vitu vya kijinga. Mtoto wa kiume anapofikisha miaka 18 na anatoka katika familia maskini, inabidi ajue kwamba vita anaopigana ni ngumu na sio ya kawaida kama unavyofikiria kirahisi. Ni mara nyingi nimekuwa nikikwambia, staili yako ya kuja na kutoka kwenye nyumba ya watu yenye sheria, hii ni staili ambayo inaweza kufupisha maisha yako. Mimi ni kaka mkubwa kwenye nyumba hii. Hii nyumba pia ina baba. Acha tabia za kuingia kufanya unachojisikia na dada yangu bila kujua kwamba hicho kitu unachokifanya ungefanywa wewe usingejisikia vizuri. Naomba leo nikukomeshe tena kwa mara nyingine. Kwa njia ya amani naomba uache. Blaza, mbona unachonga sana? Yaani unaongea. Kuna shida gani? Halafu wewe huna mamlaka yoyote hapa. Laiti kama ungekuwa na mamlaka, ungekuwa ushanizuia toka zamani. Mimi kuja kwangu hapa na kutoka, mbona hukuwahi kunizuia? Kama kweli wewe una mamlaka. Sawa. Kuto kuona chochote kwa watu ambao walistahili kukufukuza ni wao wenyewe, ndio maamuzi yao, sijajua misingi yao. Lakini kama unaona waliokujua mamlaka yangu hawezi kukufukuza, mimi ni katika familia hii. Anwari, sihitaji hicho unachokifanya kwa njia ya amani tu, naomba usirudie tena. Hii sio bwalo la wazinzi, kwamba unatoka huko ulikotoka unakuja kufanya uzinifu hapa nyumbani kutengeneza ugumu wa maisha yetu. Nisikilize nikwambie, tumeelekezwa na Muumba wetu kukataza mabaya, hata wa kutumia nguvu. Sihitaji kukuona. Kama unamhitaji dada yangu, fuata sheria. Mbona rahisi tu, utapewa hata chumba kimoja ukae naye hapa hapa. Lakini staili yako hiyo itakuponza mdogo wangu. Acha jeuri. Jeuri liwaponza wengi sana. Unaweza kahisi siwezi kufanya chochote. Ninao uwezo. Hebu tutumie kwanza njia ya amani ya kuheshimisha watu. Unaonekana ni kijana mwelevu sana na mwenye maneno mazuri ya kuelimisha watu. Mbona hata babako hajawahi kunikanya hicho kitu? Wewe ni nani? Uniharibia mipango yangu. Ukiendelea kunifuatilia utakuja nikufanye kitu kibaya na hutakuja kuamini. Yaani ulivyokuwa hauna akili, umemsimamisha shemeji yako, unaanza kumwambia maneno ya ajabu. Wewe inakuhusu nini? Yaani maisha yangu yanakuhusu nini? Yako yenyewe tu yanakushinda. Una kazi kuingilia maisha yangu? Utayaweza wewe maisha yangu? Hivi wewe una akili kweli wewe? Umekaa kabisa ukafikiria kabisa na unayoyafanya. Wewe unazuia, wewe ni nani katika hii nyumba? Ni nani? Sihitaji uniingilie kwenye maisha yangu. Nisikilize mdogo wangu. Sisi ni umma wa Kiislamu. Tunaotakiwa kukumbushana mazuri na kukatazana mabaya. Wewe sio wa kwanza kuongea sana. Wapo watu walikuwa wanaongea sana na kuyasifia machafu. Hawapo katika mgongo huu wa ardhi. Tuliwafukia na kuwasahau. Dada, hii ni dunia. Hakuna ambao anaweza kuishi milele. Unajua Mungu anasema nini? Mungu anatuambia, hivi imekujia habari ya kwamba mwanadamu hapo zamani hakuwa chochote kile chenye kufahamika? Hakuwa chochote chenye kufahamika. Unaweza ukafikiria miaka 100 iliyopita ulikuwa wapi na unafanya nini? Au mimi nimeenda mbali 40.
Dada, uzinifu ni haramu. Kama unampenda mtu, kwa nini usiruhusu akakuoa? Na wewe ndo mmiliki mwenyewe wa mwili wako, ukaruhusu mahali hata kidogo. Unataka uniambie mimi nisikataze mabaya kwa sababu nyewe mnakaa kimya? Eti unajidai mtu wa Mungu. Wewe Mungu unamjua wewe? Mungu unamjua? Unanipigia tu kelele kwenye masikio yangu. Sihitaji uniambie masuala ya Mungu, masuala ya nini. Sitaki. Navaa hivi, navaa mwenyewe. Haikuhusu. Hata nivaeje, hata niwe na nani. Wewe ni nani? Ni nani wewe ambaye unanikataza mimi nisiishi nitakavyo? Na nyumba hii ni ya babangu. Anuari, mtoto wa Hebugwa, nimezaliwa na Rahma. Mimi hapa ni mhusika kwa sababu Rahma ndo mwanamke wa kwanza kuolewa na Hebugwa Jongo. Sikiliza nikwambie dada, sipendi tabia zako kwanza za kuvaa mavazi yanayosababisha sisi tuchukiwe na Mungu, aidha na kusema vibaya mtaani. Tabia zako naomba uache. Unajua tabia hizi ndo zimekufanya wewe uchelewe kupata mchumba na kuolewa, na hata uone kama bebenteni ndo watu muhimu wa kuonao kwenye maisha. Acha kuzalilisha familia yetu. Mimi kuolewa au kutokuolewa haikuhusu. Kwani wewe unanipangia mimi kuolewa? Wewe ni nani mpaka unipangie mimi kuolewa? Alafu nimeshaona wewe akili zako kama za mamako. Mamako alikuwa hana akili kama ulivyokuwa wewe. Hauna akili hata chembe. Mpumbavu wewe. Mara nyingine mapito yanakupa siri ya kesho. Kwa nini umsumbue mwanangu? Kwa nini umsumbue mwanangu? Toka nipoko na kusikia tu unaongea tu. Makelele tu moja kwa moja. Ha? Mbona unielewi kila siku wewe? Sitaki kumsumbua mwanangu hapa. Samahani baba kwa usumbufu ambao unahisi mimi nimeutenda kwa mwanao, binti yako kipenzi. Lakini na haki ya msingi ya kuzuia vitu ambavyo havina kichwa wala miguu. Kama ipi? Binti yako anavunja sheria. Binti yako anajaribu kumleta mwanaume nyumbani, anafanya kile anachojisikia. Anavaa mavazi ambayo yana kichwa wala miguu, nishaongea haina mala. Hili tatizo ambalo alifanya binti yako linaweza likanipelekea mimi kunibadilisha kwenye maadili na siku moja hata nikambaka au nikamfanya kitu kibaya, kwa sababu mimi ni mwanaume ya rijali. Naomba mwambie aache hizi tabia. Kama anahitaji kuolewa, afuate sheria. Vitu gani hivi ambavyo vinasapotiwa hapa nyumbani? Alafu unasema eti unasikia kelele, toka kule unasikia maneno. Nisiongee kwa sababu zipi baba? Kwa hiyo umejiona una akili sana wa kunizuia mimi mambo yangu. Mbona baba yangu mimi anizui? Wewe ni nani mpaka unaongea hivyo? Sihitaji kero zako. Nimekuchoka. Unajua nimekuchoka? Yaani nimekuchoka kiasi cha kupitiliza. Yaani hata nikikuona najisikia kichefuchefu tu. Sitaki hata kukuona. Baba, mimi huyu mwanao simtaki hapa, aondoke. Unasikia hivyo? Mama na nyumba kashaongea. Wewe kila siku unajua na tutu la kiume, labda hapa hata nisaidia hiki, hata nisaidia hiki. Ukija hapa sijui Mungu kafanya hivi, hapa. Shilingi 10 huyo analeta pesa. Hata unakula. Kama sema sijui pesa za alamu, pesa nini? Unakula hata wewe. Au ulizoela? Baba, mimi sijawahi kula hizo pesa zenu. Vyakula vyenu vizuri huwa mnapika, huwa mimi natengeneza chakula changu. Sikiliza nikwambie dada yangu. Maneno anayoongea baba ni dhahiri kwamba anakusupport wewe ufanye vitu unavyovifanya. Lakini unatakiwa kujua hapo ulipo una nguvu. Unaweza kupata mwanaume wa kupatia pesa ukatumia. Jiulize, vipi kama utapata maradhi ambayo hatakufanya wewe uamke? Na baba hana uwezo wa kutafuta pesa, hana uwezo wa kuendelea kufanya hivyo kutokana na hali yake. Utaishi vipi? Fikiria, zipo njia nzuri za kutafuta pesa ukaishi vizuri. Hebu badilisha mawazo yako, tengeneza heshima kwa mzazi wako. Sio sifa hiyo unaoifanya wewe. Mama mwenye nyumba kashaongea. Kasema hautakiwi. Njia nyeupe. Nenda bwana. Acha hizo pesa sijui za alamu, sijui za kalamu, sijui za peni, sijui za nini. Safari tu bwana. Sawa, nitachukua hatua kwa maneno yenu mlioyaongea. Hatua ya kwanza, ya pili au ya tatu katika miguu yako? Sijui. Nitachukua hatua mimi ninayoweza kuchukua kwa sababu wewe kama baba umeshindwa kusimama vizuri. Unajishaua tu. Unakaza kuongea maneno ambayo hayaeleweki. Hatuhitaji kero, tuachie nafasi. Potea. Pesa na maneno bora nini? Bora pesa. Sawa, haina shida, nimewaeleweni. Haya. Nasura,
Na sura mbaya leo. Sijaitia maji kwa sababu nimeamka na mazonge kadhaa. Unadhani sijakuelewa ulichokimaanisha? Nimemaanisha nini? Unajua umemaanisha kitu gani? Alafu Anwar, hivi mara ngapi nikwambia kuwa utani wa kipumbavu mimi sifagiliagi? Na mara ngapi nikukataza? Mimi bibi yako? Hapana, wewe sio bibi yangu. Mimi mtani wako? Mimi nani yako? Mchumba wangu. Nafaa kutaniwa ovyo ovyo? Naso. Biane, nisamehe. Omba msamaha vizuri. Nimekuomba kwa Kikorea. Ndivyo wanavyopendeleaga zaidi, ndio maana nimesema hivyo. Biane Naso. Nimekusamehe. Nashukuru kwa kunisamehe. Na maongezi muhimu, nahitaji tukae. Naso, mchumba wangu, msala nilokuwa nafanya ibada umepasuka. Na kuongeka imekuwa shida kidogo. Kwa hiyo sina sehemu itakayonifanya mimi kiwe kituo kizuri cha kunipa jeuri mimi kumwabudu Mungu wangu. Kwa ufupi, familia yangu imenifukuza. Nimekuja kwako mchumba wangu, unipatie makazi kwenye sehemu ambayo nawe ulipewa makazi, utazame. Uongee na muhusika ili ajue kama kuna mtu mwingine yupo. Walau kwa masiku machache kama mwanaume nitajua nini cha kufanya na wapi pa kuelekea. Sio mbaya kwa hayo mawazo yako. Sasa Anu, wewe ulisema hutaki masuala ya kuzini. Mimi nawezaje kuishi na mwanaume nyumba moja alafu nisishiriki naye? Naso, madaktari wanasayansi kwa uchunguzi waliochunguza, mwanamke ni kiumbe ambaye anaweza kuishi muda mrefu bila kuhitaji hilo tendo. Hata kama tunajua mnahitaji, lakini anaweza kuishi muda mrefu. Kwa hiyo usinidanganye. Acha kunichezea kadrama. Wewe waweza kukaa muda mrefu kidogo, na sihitaji kwa muda mrefu, nahitaji tu kidogo ili nikaandae mazingira yangu ambayo tutapofunga ndoa tutakwenda kukaa pamoja na uondoke saiti. Yaani sio suluhisho la kulala sebuleni. Anu, mimi nakula tena, nakula masaa 24 na mwili wangu kuna kitu kingine ambacho yani kina uhitaji zaidi. Sio, unaelewa? Mimi siwezi eti nakuona tunapishana hapa. Wewe mimi mzima. Yaani ukitaka kukaa na mimi, we kubali tu. Tutazini na kuzini. Sawa. Basi kama linakuwa ni gumu sana wewe kunipa nafasi ya kuishi na wewe, japo ningelala sebuleni wala nisingekugusa, basi sawa, naomba uvumilie kidogo. Kipindi nakaa na wewe, siku hata 2-3 tu hizo zivumilie ili tuwe na hatua ya kufunga ndoa, tukae kihalali. Alafu baada hapo mtaangalia mchakato wa kuachia nyumba ya watu, tukapange tuanze maisha yetu. Yaani hapo kwanza stop. Mimi masuala kuniambia yani tuoane kwa haraka kwa speed hivyo mimi hapana. Kaka, unataka kwenda kunifuja? Wewe subiri yani at least ipite labda miaka 3-4. 3-4 tutafunga ndoa. Ila kwa sasa tuishi. Tule raha za dunia. Haya maneno unaongea wewe. Yaani miaka 4. Sasa ile pesa ambayo mimi nilikuwa nakuletea kwa sababu ya uwekaji itusaidie kwenye mahali yako pamoja na mwanzo wa maisha yetu, ilikuwa naleta kwa sababu gani? Kwamba ni zao la miaka 4 mbele? Mungu naomba subira kwa hili kwanza. Unaonesha wewe kunihitaji, bali unataka utumie muda wangu vibaya. Siwezi kulazimisha ufahamu wako na matakwa yako. Lakini kuna kipindi mnaomba dua mpewe wanaume ambao wanawafaa, afu mnavuruga. Baadaye mnaomba tena dua mpewe wanaume wengine. Mungu atoe nafasi mara 2. Basi nigee langu nilikuwa nikiwekeza kwako. Nigee niondoke zangu nikaanze maisha yangu mengine. Bwana, ile pesa
ni kweli ulinikabidhi kwa ajili ya malengo yetu, lakini kwa vile na mimi nina malengo yangu, nikaamua kuichukua ile pesa kwenda kuzungushia katika biashara zangu. Yaani umeizungushia kwenye mambo yako? Na sio unachofanya sio kizuri. Umenitenda. Huo sio binadamu, huo sio ungwana. Unakosea. Yaani ni makosa. Mungu hapendi vitu ambavyo wewe umefanya. Sasa wewe unaanza kulalamika, kunungunika. Wewe si uko karibu na Mungu wewe? Sasa si umwombe Mungu akushushie kibanda ama basi akushushie hizo laki 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Tawasaw bil haqq. Tawasaw bis sabr. Samahani baba. Nimefikiria. Nimegundua kama nimefanya makosa. Ulinizaa. Hukuwahi kunitupa. Miaka yako yote ulinilea. Nimefanya makosa mengi, ulinisamehe. Na hili pia la kumkosea ndugu yangu. Tafadhali naomba unisamehe. Unaniomba msamaha? Mimi ndio ulionikosea? Aliyokatwa kidole ndio nasikia maumivu. Na anapigwa kofi tunasikia uchungu wake. Kwa hiyo ni uamuzi wake kulia au kucheka. Mimi sio kuniomba msamaha. Hujanikosea mimi. Nenda kamuombe msamaha dada yako ambaye uliokosea. Mimi nashukuru kwa kunipa mwanga kuonesha kama umenisamehe. Nitakwenda kuongea na dada yangu na nakuahidi baba yangu nitakuwa mzuri sana na sitamkosea dada yangu tena. Nitalinda mipaka yangu na mipaka yako pia. Asante baba kwa kunipa mwangaza wa tumaini jipya la kuishi hapa nyumbani tena. Shukrani. Sasa unasema asante, unajua kama umeshasamehewa au hujasamehewa? Hauwezi ukajua hivyo kama umesamehewa au hujasamehewa. Mimi mwenyewe unaniuzi. Yaani unaniuzi nyumba yangu, mji wangu, lakini nashindwa hata kuiachia. Nikinywa kidogo pombe haramu. Nikifanya hivi, hii ni dhambi. Nikifanya hivi, haya mambo yako ya dini. Unaniuzi. Naomba tu nisamehe. Maana Mungu anasema hal atala al-insanu hinnu min ad-dari lam yakun shay'an madhkura. Je, imekujia habari ya kwamba huyo mwanadamu hapo zamani hakuwa kitu chochote kile chenye kufahamika? Ndio maana ukitafakari unajiona nyuma, miaka 100 iliyopita ukuwepo. Miaka 100 ijayo pia hautakuwepo. Huyu ambaye ametufanya leo tujitambue na zamani hatukuwahi kufikiria tulikuwa wapi. Nataka tumheshimu. Baba, nisamehe kwa makosa yangu ya kuzungumzia habari ya Mungu. Lakini ni muhimu kwa sababu ndugu wetu hapa duniani baba hauna nafasi. Tutaishi hapa tu kwa ndugu kama tutashikamana katika mambo ya kheri. Hakuna family baba. No family. Yale ni katika nenda tu. Hata sio sababu ya kukaa hapa. Unaninyima uhuru. Unaninyima kila kitu ambacho cha kufanya dawati. Nenda. Alafu nitajua kwa mbele. Maisha bwana. Tuatara una ukikaa hivi kidogo sio Mungu kafanya hivi, ukifanya hivi, ukisema uonje kidogo fanya hivi. Mungu sawa, Mungu yupo, hatukatai. Sasa mambo mengine mtu ujifikirie bwana. Dada, nimekuja kukuomba radhi. Nimekuja kukuomba msamaha kwa sababu inaonekana wewe umeshika moyo wa baba yangu. Na sababu ya msingi ni mfanano wa tabia zenu. Nahisi wewe unamsupport sana baba kuendelea kuwa mlevi. Kwa lazima akupende tu kwa namna moja au nyingine. Na ninapowakumbusha kuhusiana na Mungu naonekana mimi ni mbaya. Nitaufunga mdomo wangu. Midha nimeshasikia ujumbe ambao nataka niwafikishie. Basi imebaki kazi ya Mungu kuwaongoza. Nisamehe dada yangu, maisha yetu ya amani, familia yetu yenyewe tuko wachache. Kiufupi,
mimi siwezi kutoa radhi, yaani siwezi kukusamehe kwa sababu wewe ni mpuuzi, unaingilia mambo ambayo yakuhusu, una kazi ya mdomo, yaani nyumba utafikiri ni ya kwako, akati ulisi wenyewe tu, yaani hata hukuhusu hata kidogo. Hebu ungeondoka bwana, unajua unakera. Dada yangu, nisikilize basi nikueleze. Maisha yako hivyo. Naomba nikukumbushe, mama yangu ndo alopiga kelele kwa baba yangu ili uje kuishi huko. Ulikuwa bado mdogo, haukuwa mkubwa kama ulivyo. Mama alilalamika sana, akahitaji malezi mazuri upate. Akule japo kwa kiwango fulani, japo Mungu akupenda. Dada yangu, hebu jaribu kukumbuka wema mama yangu. Mama yangu hajakubagua, angekuwa mtu mwingine kwanza singekuhitaji kwenye maisha haya. Alafu mimi kuomba msamaha. Usinione mimi ni dhaifu kama hivyo unazowaza. Hebu mpende anataka kutengeneza udugu, kwa sababu kesho utatafuta ndugu utumpata. Wanadamu wasaliti dada yangu. Mamako pia ni mpumbavu. Kwa sababu mimi sijamwambia afanye hivyo. Mama yangu ni mpumbavu. Unasema? Kwa hiyo hapo hujasikia au? Naomba urudie, unasemaje? Hujaelewa nini? Kwa sababu mimi hata bila yeye mimi ningekuja tu. Hapa ni kwa baba yangu. Kwa hiyo ningekuja tu. Kwa hiyo ni mjinga kati ya wajinga wengine. Nashangaa, yani sijui ukoje. Mimi huwa sipendi mama yangu atukane. Na wala mimi huwa sifurahishi kabisa na kitu kama hicho, kwa sababu mama yangu ameingiaje hapa? Mbona mimi sijamtaja mama yako? Maongezi ya mimi na wewe anaingiaje mama yangu? Hebu jaribu kuwa na akili timamu wewe bwana mdogo. Kwa sababu usije ukaona watu wanajishusha wanakaa kimya kwa kutaka kutengeneza kitu kiwe kizuri, ukahisi kwamba haona maamuzi ya kufanya chochote. Naomba nikuonye. Tunaongea mimi na wewe. Leo iwe mwanzo na mwisho kumtajia mama yangu, aidha kumtukania kwa namna moja au nyingine. Baba, nakusikia. Nimeongea na dada yangu. Sio kwa ubaya tu alivyoongea, lakini amesema amenisamehe na tuendelee tu kuwa ndugu. Ila amekataa nisikae hapa. Bado ana msimamo ule ule niondoke. Kwa hiyo usije ukamlaumu sana. Yeye ameshaongea. Na mimi yule ndo kipenzi changu, ndo lulu yangu, ndo kila kitu changu, moyo wangu, maini yangu, wote vilivyo tumboni ndo yeye. Siwezi hata siku moja kupinga maamuzi yake. Siwezi. Tuunganishe watoto wako. Hii dunia ina mambo mengi. Baba yangu, kesho ni fumbo. Usinione kama sifai. Kuna siku naweza nikakufaa na usiamini. Usione kama siwezi kumfaa dada yangu. Kuna siku naweza nikamfaa dada yangu na usiamini. Usinichukie kwa sababu nasimamia vitu ambavyo haviko sawa sawa. Baba, naomba msamaha wenu, nibekee nyumbani. Hii ni mbaya kwa afya. Ni mbaya kwa afya, alafu hata tukiachana masuala ya kuzungumzia kuhusu Mungu. Hata serikali asubuhi unapokuwa unatumia kinywaji kama hicho, huwezi kufanya kitu cha maana chochote. Afya yako hairuhusu. Kwa nini? Baba, kwa nini? Kwa nini lakini baba? Kwa nini unafanya hivyo baba? Alafu sisi tunakunywa, tunatoomba msamaha tena sisi tena. Sasa tuomba msamaha ngapi huko ukikana na nile stafu wako Mungu. Alafu sisi tunatoomba msamaha. Sasa si bora uondoke ukatafuta familia yako, maisha yako. Mwambie Mungu nishushie familia kubwa, nzuri. Uondoke. Siwezi kumbembeleza. Bora kama yeye angekukosea wewe, mimi ningekuja ningekubembeleza umsamehe. Lakini wewe umkosa yule, njia nyeupe. Ongoza, nenda. Mimi acha niwaache. Siwezi kuganda sana, siwezi kulazimisha sana. Kiongozi, mbona kama tunazidi kutokomea gizani? Unapokuwa unahitaji msaada, unatakiwa kupunguza maswali. Kiongozi,
unajua Israeli atoe mkono wa hili, hata kama anakuja na zakat fitri, kwa sababu yeye kiuhalisia anatisha moja kwa moja. Lazima tu tunauliza vitu vingine. Nimegundua kwa nini kwenu wamekufukuza. Hivi ndivyo alivyokufundisha mama yako? Mambo nisamehe. Nisamehe sana. Unatakiwa kutulia na utulizane, maana huku ndo unakotakiwa wewe kusikilika na wapo watu kibao. Kwa hiyo mimi ndo wakukusaidia, nisikilize mimi na unifuate. Kuna mji kweli? Mbona nyumba tumeacha huko? Kweli kutakuwa kuna makazi ya watu wengi kama unavyoongea? Mwalimu wako alipata tabu sana kukuelewesha. Samahani kaka. Karibu makazi yako mapya. Karibu makazi yako mapya. Ina maana hichi ni kituo? Sio kituo, ndo makao. Mimi nilijua tunatafuta njia, manake maji yametamalaki kila mahali. Sasa mbona wanitusi hivi? Kumbe hili ni tusi? Unaona ni wasifu? Sio wasifu, bali ni msaada. Kudadeki. 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 Kijana, hii ni dhihaka. Yaani wanidhihaki mimi mpaka Mungu alokuumba. Kwa nini wanifanya hivi? Yaani mimi wakunikaribisha kwenye pugulu la mhamia ndege, si ndio? Yaani ni kijana, unatenda dhambi. Sikiliza jamaa. Ukipewa msaada, shukuru, acha kuuliza maswali, acha kujaji. Mungu anaweza kukupatia adhabu kwa dhihaka unaotaka kunifanyia. Mungu hapendi vitu kama hivi. Kumbe unajua kama Mungu hapendi. Unajua anachokipenda Mungu na asichokipenda. Sasa kwa nini usingeinua mikono ukamwomba Mungu akushushie gorofa? Kwa nataka nimjaribu Mungu wangu. Mimi mbona unanijaribu? Nimekujaribu kwa kipi? Nimekupiga ngumi? Nimekupa msaada, ulitakiwa kushukuru msaada uliopewa, sio kujaji. Kwanza nikwambie kitu. Siku hizi hata misikitini hawatoi misaada. Hiyo ni kwa sababu ya watu waliokosa uaminifu. Wengine wanakuwa wezi, wanajificha msikitini na kuletea tamasha Waislamu. Kwa hiyo Mungu hakukataza watu kusaidiwa msikitini, bali binadamu wenyewe wanajinyima msaada. Nikikutazama sioni alama yoyote itakayozihirisha kama wewe ni mwema. Wewe mwenyewe wakikuona watajua ni mwizi tu. Sawa. Asante kwa msaada ulionisaidia. Mimi nimeupokea. Hilo ndo ulitakiwa kusema. Karibu, nenda kachukue masofa, vyombo vyako, uanze kuishi. Babangu mwenyewe ana sofa kuukuu. Mimi ndatoa wapi sofa jipya? Tafadhali, nakuomba uishi hapa hapa. Sawa. Sawa. Maisha mema Haina shida. Furahia maisha mapya Sawa. Kuna yoyote hapo? Kuna yoyote?